Bwana Yesu asifiwe. Kama unaamini pepe ya Bwana, haleluya. Bwana amekuandalia vya mzuri kule mbele. Usirudi nyuma, usikate tumaini. Hiyo yote ni mambo ya kuleta oga. Unajua Shetani ni wa kwanza kutumikisha oga. Ndio silaha kubwa yenye anatumikishaka oga, ili ukate tumaini, ili upoteze rezo katika maisha yako, ili upoteze rezo katika utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu mfalme hakukata tumaini. Alikuwa mtu wa kumwimbia Mungu saa yote. Kule kupori alikuwa akipiga nzenze akimtukuza Mungu kule. Shida zinampata lakini anaimba. Magumu yanampata lakini anaimwimbia Mungu siku zote na katika ufalme wake. Ujimagine mtu mwenye alikuwa anaimba tu na mapepo zinaanza kutoka. Mfalme ule mtu alikuwa mtu wa ajabu sana. Haleluya. Alikuwa mtu wa ajabu sana. Ningelisi waimbaji wetu tuko nao hapa, wakati mnapomwimbia Mungu msimwimbie kikawaida kawaida. Muimbe kwa utukufu wake, nyimbo ambazo zinajaa mafuta, ili mtakaposimama mapepo zianze kutoka ndani ya watu. Haleluya. Mtafute Mungu kwa njia ya maombi, ndio utapata nguvu, na zile nguvu zitafanya kazi ndani mwako. Hata magumu ikutokee, hautakata tumaini. Utamwimbia Mungu na Mungu anajitukuza, anaonekana katika maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliye katika mpango wa Mungu harudi yake nyuma. Ni mtu wa kurekonetre matendo makubwa ya Mungu. Ni kujua kwamba Mungu atanitosha hapa na atanitia ingine fasi. Niko naangalia kwenye Mungu alinitosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kwenye alinitosha ni mbali. Nilikuwa mlevi wa hali ya juu. Nilikuwa nakunywa pombe sana za kila aina. Kulikuwa papa moja jinake Mkenge, alikuwa analeta kasiksi ya kutoka kule Katana. Zile nyumba zote zilikuwa zinaingia mwele makasiksi. Hakuna nyumba nilikuwa na sahabu. Haleluya. Lakini ona kwenye Mungu amenitosha na kwenye ameniketisha sasa. Mungu amenifanya kuhubiri habari njema. Sikuwa nawazia kama ninaweza kufikia hapa leo. Sikuwa najua kwamba ninaweza kutoa neno la Mungu. Sikuwa najua kwamba ninaweza kuombea mtu na anapona. Haleluya. Hata kuna siku moja niliwahi kujiuliza, mtu anafungaka siku 3 bila kula bila kunywa, ule mtu hawezi kufa. Sababu Mungu ana mpango na mimi ili malengo yake atimilize. Mungu akaniokoa, akanileta kwake, na siku niliokoka ndio nikasema acha nipime sasa, niangalie namna gani mtu anaweza kufunga chakula na maji muda wa siku 3 na hata kufa. Na hapo nikaingia katika maombi, nikapima kwanza siku 2. Zile siku 2 nikatoka mule niko na mwangika mafuta. Mchungaji akanikamata akanipeleka mwake kunipatia chai milonde na yala shingo yote. Yote nilishakauka, lakini mafuta ya Roho Mtakatifu inadondoka. Akaniangalia, kweli Mungu alikusikia maombi yako. Haleluya. Nilipotoka nikaona kumbe njoo hivi watu wenye wanafungaka wanasikiaka. Nikasikia nguvu tofauti na nguvu nilikuwa nazo kule mbali wakati nilikuwa sijafika mikono ya Mungu. Haleluya. Ikafika sasa nikapima siku 3. Wakati nilipima ya siku 3 nikaikunguta yote kwa amani na salama. Tena mule nikatoka na nguvu mpya. Haleluya. Kumbe Mungu iko ananitayarisha tu. Mungu iko ananitayarisha tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja wakanifunga.
bakanialeve, bakaenda nifunga mkipori kimoya hivi, bakanifungia kumuti na kraka, hakuna kunitosha pale. Bakaniambia atakuua, busiku tutaenda kuua, bakia pale. Nikajikolea pale, hakuna mtu wa kunitosha. Bwana wa huruma, sababu ana mpango na mimi, alikuwa anajua kwamba leo Dimanche nitasimama hapa niwaambie watu kwamba kama wanaishi ni sababu Mungu anataka waishi. Bwana huyo wa huruma akafanya nini? Akaleta mvua kubwa sana, ikanyesha. Niko pale mwa ile pori, mvula ikanyesha ya mingi sana, mpaka bukakucha asubuhi na sete. Bofrere akaenda tafuta batu, akaenda tafuta wale basoda balinifunga pale, akutana na komanda wao, bakakuya bakanitosha pale. Haleluya! Ilikuwa kale 28 ya mwezi wa 12, tuko mve ya bonane. Haleluya! Ile siku sitahesabuaka katika maisha yangu, na mwa ile juma na njo siku migulu yangu ilikanyanga ndani ya kanisa. Nikaingia ndani ya kanisa ile siku, na sina tena viatu na nywele mingi kukichwa sana. Haleluya! Mpango wa Mungu, mtoto wa Mungu, ukiwa mpango wa Mungu, hata mabaya inuke haye, hata bakukanie namna gani, Mungu atakuponya. Mungu ataleta tu solution. Wana wa Israeli Mungu akawatosha katika utumwa wa Misri, wakafika kubahari, wakasema hapa tunakufa. Mungu akasema hapana, hili taifa nilichagua. Akaambia Musa, nyosha mkono wako kwenye bahari, njia ikapatikana, akapita. Nawe mtu wa Mungu, Mungu ataleta njia ili upate kufikia destiny ya maisha yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Yesu makofi makubwa, sababu wewe ni mali ya Mungu. Haleluya! Nikafika mikono ya Mungu, na wamefika mikono ya Mungu. Usirudie nyuma, usikate tamaa, mtumanie huyu Mungu. Malengo ya Mungu, malengo ya Mungu kwetu lazima itimilike. Tusomee kitabu cha Yeremia ile moja yake tu 12. Yeremia 1:12. Neno la Mungu linasema, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Amen. Shangilia neno la Bwana. Malengo ya Mungu sharti timilike katika maisha yako. Haleluya! Huyu ndugu huyu, wakati alikutanana na Mungu, Yeremia, wakati alikutanana na Mungu, bakaanza kuongea na Mungu. Wakati waliongea na Mungu, Mungu akamwambia kwamba yeye ameisha kumfanya nabii wa mataifa, lakini akamwambia, mbona mie sijuake sema, na ningali mtoto mdogo. Haleluya! Hakujua kwamba Mungu iko na mpango na yeye, na sharti atimize malengo yake. Jo, Mungu akamwambia hapa ya kwamba lazima neno lake litimilike. Kila neno Mungu alisema kwa maisha yako litatimilika. Haijalishi shida, haijalishi magumu uko nayo, yale Mungu alisema kwa maisha yako itatimilika. Kuna watu Mungu amehaidia hapa. Haleluya! Lazima ahadi za Mungu zitimilike kwa maisha yako. Mungu hakujali kutokusema yake. Mungu hakujali mtoto yake. Acha nikwambie, mtoto wa Mungu, kusikue mtu akwambia eti hautaweza hubiri wala hautaweza tangaza injili kule nje sababu haujuake sema. Mungu iko ndani yako. Mungu anakujua na anajua kwamba utafikia wale wadada wa Facebook kule ili upate kubatosha kule, walete kwake baokoke. Haleluya! Malengo ya Mungu ni kutosha watu katika dhambi na kuwaleta katika uzima wa milele.
Malengo ya Mungu ni kutosha watu katika umaskini na kuwapatia tena tumaini. Wewe ni tajiri lakini haujijui. Mungu amekufanya tajiri lakini haujijui, na ile utajiri hauione. Karama uko nayo, na neno la Mungu linatuambia kwamba karama inatajirisha. Walio ndani ya Yesu wana raha. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Malengo ya Mungu ni ili ufikie destiny ya maisha yako. Hautakufa kabla haujafikia ile Mungu anataka ufikie. Kama Mungu alisemako tauza gari, lazima uiuze. Kama Mungu alisemako tajenga kanisa, lazima uijenge. Kama Mungu alisemaka utazaa watoto na mubale watoto mtatoka presida, sherti ile itimilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio malengo ya Mungu ile. Na wale wote bebako kule, Mungu iko na mpango nao. Kuna yale ambao ameahidi nao, maligre shetani amebapeleka, lakini kuna yale Mungu ameahidi kwa ajili ya maisha yako. Lazima upeleke Injili, wewe watangazia habari za Yesu Kristo, watoke kule, ili ile ahadi Mungu aliyoahidia ipate kutimilika kwa maisha yake. Bamtukuze Mungu kama vile Daudi alivyomtukuza Mungu. Amen, amen. Salimia jirani yako, mwambie sitakufa bali nitaishi. Kama hata kitabu cha Zaburi 118 17 yake mpaka 18. Zaburi 118 17 hadi 18. Neno la Mungu nasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Bwana ameniasifu sana, lakini hakuniacha nife. Amen. Shangilia neno la Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana ameniacha magumu inipitie. Bwana ameniacha shida na matatizo ziingie kwa maisha yangu, lakini hakuacha nikufe. Amen, amen. Hakuna shida zitakuua. Mungu iko anaziona, ataleta solution tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfalme Daudi huyu alisema hii vyote vyenye alipitia. Sasa sitakufa bali nitaishi, ili nitangaze wema wa Mungu, ili nitangaze matendo ya Mungu. Matendo ya Mungu ni makubwa sana. Huyu mama ndio maana amekuja kushuhudia. Mamangu isikuwe ya mwisho, lakini uzidi kushuhudia matendo ya Mungu kwenye amekutosha. Na we mtoto wa Mungu, una ushuhuda katika maisha yako. Usifiche ushuhuda katika maisha yako. Unajua kwenye Mungu alikutosha, unajua kwenye Mungu amekupitisha na umeokolewa. Usiyafiche, uyashuhudie matendo ya Mungu. Ndio maana alikuacha uishi. Kama Bwana amekubariki, uyashuhudie kwamba Bwana amekubariki. Usinyamaze kimya. Sitakufa bali nitaishi, nipate kushuhudia, kutangaza matendo ya Mungu. Mtoto wa Mungu, mtu mwenye iko reconnaissant na iko mpango wa Mungu, mtu mwenye anajua kwamba kwenye Mungu ananipeleka mbali, ananipeleka fasi pazuri. Mungu kwenye ananibeba ni fasi pa maana sana, ananiandalia mema kule mbele. Ni mtu wa kushukuru Mungu. Haleluya. Haijalishi shida na matatizo napitia, mtoto wa Mungu, lakini katika maisha yako iwe tabia yako ya kushukuru Mungu. Maana tunaishi sababu Mungu anataka tuishi, ili apate kutimiliza malengo yake katika maisha yetu. Mungu atubariki. Simama mahali